Changamoto hiyo imetolewa na wadau wa masuala ya kijamii wakiwemo wataalamu wa lishe wakati wa mjadala kuhusu athari za watoto wanaoshindwa kupata maziwa ya wazazi wao uliofanyika Arusha, ambao wamependekeza kuwepo kwa kampeni za kitaifa za kuhamasisha jamii umuhimu wa watoto kunyonya maziwa ya mama kwa muda unaotakiwa. Inawezekana kuna changamoto zingine watoto wanazipitia sasa hivi kwa sababu ya kile ambacho mama alifanya mtoto akiwa chini ya miezi 6. Mtoto anapozidi kukua, mahitaji yake yanazidi kukua. Kina mama tuzingatie sana hii afya ya kunyonyesha mtoto. Kama hawakutengenezwa kuanzia mwanzo, tunakuwa na changamoto. Lakini kama walipata msingi imara, wanaweza wakatoka na wakafanya biashara na wakafanikiwa kila mkoa, na sio kila mkoa, kila taifa watakaloenda watafanikiwa kwa sababu wana akili njema. Aidha, wakabainisha baadhi ya changamoto zinazojitokeza kutokana na watoto kukosa haki hiyo. Lazima mama na baba wale watoto kwa pamoja ili kujenga kizazi chenye upendo. Hili ni kama nyumba, msingi ukiwa mzuri, maana yake unakuwa umetengeneza nini? Nyumba imara. Ndivyo ilivyo katika maisha ya mwanadamu. Kwa mujibu wa wadau hao, tatizo la ukiukwaji wa miongozo ya unyonyeshaji linaendelea kushika kasi, likichangiwa zaidi na athari za utandawazi pamoja na changamoto za kiuchumi zinazowasukuma wazazi wengi, haswa wanawake, kukosa muda wa malezi kutokana na kujikita zaidi katika shughuli za ujasiriamali.